Disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tunaendelea na mafunzo yetu ambayo tunaendelea kuyafundisha katika hii channel kila siku. Kama wewe sio subscriber kwenye hii channel, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaipost kwenye hii channel. Na tayari kama wewe ni subscriber umesubscribe kwenye hii channel, usisahau ku like, comment na kushare hii video kwa wengine ili na waweze kupata mafundisho haya. Sasa hapa leo mbele yenu kama kawaida ninaendelea na muendelezo wa mafunzo yangu na kuielezea hii project ya BitNest. BitNest kwa kweli imekuwa ni project pendwa kwangu. Ni project pendwa kwangu kwa maana ya kwamba kutokana na jinsi ilivyo na usalama ambao hii project inayo. Kwa hiyo, kwa sababu mimi nimeipenda na pia mimi si mtu mbinafsi, bali nimependa pia kushare kwenu nyinyi ili muweze kuielewa hii project. Kwa nini mimi naipigia kelele, kwa nini mimi naizungumza sana kwenye channel yangu kuliko kitu kingine, hasa toka nilivyoipata, kwa sababu ya usalama wake uliopo. Na kitu kikubwa ambacho mimi huwa ninapenda kuwakilisha mbele, kuwafundisha nyinyi au kuwaelezea ni kuwaletea project za michongo. Kama hapo zamani awali nilikuwa nikileta michongo ya uwekezaji, lakini mingi ilikuwa ni ya kuwaiana, kwa maana ya kwamba ukiwahi kuingia kwenye project mapema basi unaweza ukanufaika, lakini ukichelewa kuingia mapema basi unaweza ukapoteza pesa zako na ukapata hasara. Na kwa namna hiyo tukawa tunajiita sisi ni maliskiteka, kwa maana ya kwamba yani tumisha ni watu ambao tumejitoa kukabiliana na kitu chochote ambacho kitaweza kutokea kwenye biashara mtandao, kwamba ikitokea umepata faida basi utashukuru Mungu, na ikitokea umepata hasara basi ndio unajipa moyo, kwa sababu ndio harakati za kutafuta ziko hivyo, na katika mambo ya biashara kuna kuaga na kupata na kukosa. Lakini katika hii project ni kitu kingine tofauti kabisa, kwa sababu ya usalama wa hii project. Huku hauhitaji kuwa risk taker, bali huku unahitaji kuwa mwekezaji halisi ambaye unawekeza pesa yako ukiwa na amani kabisa na utulivu wa nafsi, kwa sababu pesa yako iko sehemu salama, kwa sababu hakuna mtu au hakuna yoyote anayeweza kukuchukulia pesa yako kwenye hii project ya BitNest, kwa sababu yenyewe ni smart contract project, kwa maana ya kwamba ni project ambayo inajiendesha yenyewe kupitia mikataba safi ambayo imewekwa kwenye blockchain ambayo inajiendesha yenyewe. Sasa kwenye hii project ili uweze kuanza kama jinsi nilivyoelezea hapo awali kwenye video za nyuma, ni rahisi tu. Kwanza lazima uwe na wallet ambayo itakuwezesha wewe kuweza kufanya hii biashara. Tunaziita Web3 wallet. Nikisema Web3 wallet ni kama hii wallet ambayo unaiona hapa. Hii ni token pocket wallet, sawa, na pia unaweza ukatumia Trust wallet au ukatumia MetaMask wallet. Umeona kama wao hapa walivyoelezea hapa, umeona kama wao walivyoelezea hapa kwenye mfumo wao. Unaona ukija ikifunguka hapo kwenye kipengele cha partners hapa, utaweza kuona kwamba wallet ambazo unaweza ukazitumia huku kwenye hii project. Unaweza ukatumia MetaMask, unaweza ukatumia Token Pocket, unaweza ukatumia Trust Wallet, unaweza ukatumia Coinbase au AML bot, hiyo pia ni wallet, au Chainlink wallet. Hizi zote ni wallet ambazo ni Web3 ambazo zinakuwa zinatumika kwenye hii project. Kwa hiyo hii project jamani ni salama. Kama unavyoona hapa mbele hii liquidity pool, kama unakuwa unaifuatilia unaweza ukaona inaongezeka na kupungua. Kuna wakati inakuwa kubwa na kuna wakati inakuwa ndogo, lakini hii yote ni kwa sababu kuna baadhi ya inapoongezeka, kwa maana kwamba uwekezaji wa pesa kwenye liquidity pool kwenye mfumo wa BitNest umekuwa umeongezeka. Kwa hiyo ndio maana liquidity pool inafanyaje, inaongezeka. Na unapoona liquidity pool imepungua, maana yake kuna baadhi ya watu smart contract yao au mikataba yao ya uwekezaji imeisha, kwa hiyo wamerudishiwa pesa yao. Na siku zote pesa baada ya kuiwekeza inaingia kwenye smart contract ya BitNest Loop, kama nilivyoonyesha jana, inaingia kwenye smart contract ya BitNest Loop. Unapowekeza pesa yako inaingia kwenye smart contract hapa, kwa sababu huu ni mfumo wa smart contract. Ikishaingia hapo inaenda kuzungushwa kutokana na muda ambao wewe utakuwa umechagua pesa yako iweze kuzungushwa. Sasa kama ni mgeni kabisa
hauja connect huu mfumo na wallet yako, itabidi ubofye hapa juu, ambako ukishachukua link ambayo iko chini ya video description, link ya kuweza kujiunga, kwa sababu hii ni project, na ili uweze kujiunga lazima uwe na mtu ambaye tayari ameshajiunga kwenye hii project. Umeona, lazima uwe na link ya mtu ambaye tayari ameshajiunga kwenye hii project. Kwa hiyo huyo mtu ataweza kukupa link sahihi. Hakikisha mtu anayekupa linki yuko kwenye hii project ya Bitness, kwa sababu kuna project nyingine ni scam. Kwa hiyo ndio maana nashauri watu watumie link yangu ambayo iko chini ya video description hapo, au unaweza hata ukanipigia simu kama hujui kuipata ili nikutumie. Sasa ukishapata link ile, utakachotakiwa kufanya ni kuja sehemu hii hapa. Hapa ndo upo ndani ya wallet yako, umeona hapa ndo wallet yako ilivyo. Kwenye wallet yako wewe utakachotakiwa kufanya kuadi token hizi. Kwanza utaiweka token hii ya BNB, yani utaiweka hapa kwenye hii screen ya hii wallet. Utaiweka hapa kwenye hii screen ya hii wallet. Umeona hizi token mbili. Utaweka token ya BNB ambaye hii ni BNB Smart Chain, na utaweka token ya USDT ambaye pia ni BNB Smart Chain. Angalia logo zake hizo token zilivyo. BNB ina rangi hiyo nyeusi na njano, alafu USDT inakuwa na alama ya kiduara kilichokamilika, alafu na nembo hiyo hapo ya Tether. Umeona? Kwa hiyo ukishaweka hizo token mbili, utatakiwa uweke BNB hata angalau at least ya $1, $2 inaweza inasaidika. Na hii BNB inatumika kwa ajili ya kulipia gas fee. Sawa, utakapokuwa unafanya smart contract call watakuwa wanakata, lakini wanakata kutoka kwenye BNB. Na hii USDT ndio pesa ambayo wewe unataka kuwekeza. Kiasi cha chini kuwekeza kwenye mfumo ni kuanzia $1 na kuendelea. Kiasi cha juu ni uwezo wako mwenyewe. Unaweza ukaweka $10,000, $20,000, $30,000 bila kuwa na wasiwasi wowote. Kwa hiyo ukishakuwa hivyo sasa, unachotakiwa kufanya ni kukopi link ambayo iko hapo. Baada ya hapo utakuja sasa, utabofya hii sehemu ya discover, ambako kwenye hii sehemu ya discover itakuleta sehemu hii hapa. Utakuja pale juu kwa ajili ya kupaste sasa hiyo link. Umeona hapo alikoandika enter URL to visit dApps. Sawa, utapaste ile link yako hapa. Ukisha paste hapo, basi itaweza kufunguka. Sawa, utabofya alama ya kusearch, itafunga. Sasa kwa vile mimi nilisha paste, kwa hiyo napiga tu hapa, itanipeleka kwenye website ya mfumo. Sawa, itanipeleka kwenye website au hiyo kwenye application dApps yao. Hiyo dApps application maana yake decentralized application ndio inaitwa dApps ni decentralized application ambayo ndio dApps. Baada ya hapo nitakuja nitabofya connect wallet hapa. Nitabofya connect wallet, kwa hiyo nitaiconnect wallet hapo namna hiyo, wallet ita-connect. Sawa? Itaniletea hiyo, kwa hiyo nabofya confirm, naweka passcode au password yangu namna hiyo. Sawa? Tayari hapo. Kwa hiyo inafunguka kiasi hicho hapo, maana yake ndo wallet inakuwa connected. Na ikisha kuwa connected wallet yako, utaona pale juu inasoma address ya wallet yako. Huku ndio maana tunasema hii ni decentralized, kwa sababu kwenye kujisajili huku au kwenye kujiunga haihitaji sijui uingize username, sijui password, email nini. Hakuna hivyo vitu huku, havihitajiki. Huku kinachotambulika ni wallet yako, Web3 wallet yako, address. Umeona kama hapo tayari wallet imeshakuwa nini? Imeshakuwa connected. Wallet imeshakuwa connected. Kwa hiyo kinachofuata hapa sasa ni wewe kuanza uwekezaji, kwa sababu utakuwa tayari umeshaweka pesa kwenye ile wallet yako pale mwanzo. Kama ni Trust Wallet utakuwa umeweka USDT zako na BNB. Kama unataka kwanza na USDT, kiasi cha chini ni kuanzia USDT $1, lakini unaweza ukaweka $100, $200, $300, $1000, $5000, kwa sababu ni project salama. Kwa unaweza ukaweka mtaji wowote kutokana na uwezo wako na unatarajia kiasi gani wewe uweze kupata. Sawa? Kwa hiyo sasa hapo kinachofuata sasa baada ya hapo ni kushuka hapa chini. Kama ni mgeni unataka kusoma mfumo, utashuka mpaka sehemu hii hapa, utakuja kubofya hii sehemu iliyoandikwa community hapa. Hapa
utapata maelezo yote kabisa kuhusiana na Bitness ni nini, maelezo ya kina kabisa. Ukipiga hapo namna hii itafunguka website, umeona? Hapo watakupa maelezo kuhusiana na about Bitness ni nini, umeona? Na ukipiga hapa, hii ni side menu, itafunguka, utaweza kuona menu mbalimbali, vitu mbalimbali unaweza ukavifunza, umeona? About Bitness, umeona? About Bitness. Hapa Bitness ecosystem introduction, what is Bitness loop, what is Bitness saving, what is Bitness DAO, what is Bitness saving, umeona? Beginners guys na kadhalika, frequency asked question, how to use the Bitness platform, umeona? Pia unaweza ukaingia hapo kwenye security, funding, safe, prevention, cyber threat na kadhalika, vitu vingi unaweza ukasoma kwa ajili ya kujiimarisha wewe kuweza kupata maarifa ya kutosha kwenye huu mfumo. Kwa hiyo sasa utakapokuwa tayari unazo USDT kwenye wallet yako, hapa utadeposit BNB, inategemea ni ya $1 au $2, $3, lakini kwa sababu ya kuwa kwamba unahitaji kufanya kazi kwenye hii platform kwa muda mrefu, unaweza ukaweka nyingi hata za $10. Umeona kama mimi ninazo $13, umeona? Na USDT hapa ndo mtaja. Sasa unazitoa wapi USDT? Unazitoa, utanunua, kwa sababu USDT ni dola. Kwa hiyo utamtafuta wakala aweze kukuuzia USDT, au kama unaweza ukaingia kwenye exchange ya Binance ukanunua USDT we mwenyewe, kama za $500, 1000 ngapi, unanunua kule kwenye Binance moja kwa moja, alafu utazitoa kule kwenye Binance utazileta huku. Sasa ili uweze kuleta huku itabidi ukopi nini, deposit au receiving address ya hiyo token unayotaka kuweka. Kwa mfano kama unataka kuweka BNB kutoka kwenye Binance kuleta huku, utabofya BNB, itafunguka namna hiyo, alafu utakuja sehemu hii hapa ambayo wamesema nini, receive hapo. Umeona hapo alikuandika receive, utapata address kwa ajili ya kutuma. Kwa hiyo hii address ndio utakayofanyaje nini, utakayobofya kuweza kukopi, utapeleka kwenye exchange yako, au mtamtumia wakala aweze kukuruhusia BNB unazozitaka za kiasi cha pesa ulichomtumia. Na ukitaka USDT pia vile vile utabofya hapo, itafunguka, utakuja sehemu hii iliyoandikwa receive. Baada hapo utakopi address zinafanana, address ya USDT na BNB zinafanana, isipokuwa tofauti ni majina tu, umeona? Lakini address zao zinafanana kwa sababu hizi zote zipo katika network moja, umeona? BNB ipo kwenye ndo coin, ndo mama, alafu USDT ndio token. Kwa hiyo huyu amepanga kwenye blockchain ya huyu hapa, umeona? Kwa sababu tunajua kuna coin na token. Kwa hiyo huyu ndio coin, ndo anamiliki hiyo blockchain, alafu huyu anaitumia hiyo blockchain. Kwa hiyo wote hapo kwenye blockchain moja, ndio maana network address zao zinafanana. Kwa hiyo ukisha kuwa unazo hapa labda USDT zako 1000, 100, 500, mia ngapi, utakachofanya sasa utakuja hapa kwenye discover. Ukishakuja kwenye discover hapa utapiga, itafunguka. Kwa ikishafunguka utakuja hapa, utagonga namna hii, utaona history zinatokea hapo, basi utabofya. Kama ulisha connect tayari, basi moja kwa moja itakuwa imesha connect na mfumo. Sasa hapo utakuja kwenye Bitness loop hapa. Bitness loop hapa ndiko tunakwenda kufanya uzungushaji wa pesa zetu kwa ajili ya kuzalishwa faida. Kwa hiyo utapiga join, ukishapiga join itafunguka namna hiyo. Ikishafunguka utaweza kuja hapa mbele na kuweza kuona hapa ndo sehemu ya uwekezaji wa faida unakofanyika hapa kwenye circulation, sehemu hii hapa. Unaona kuna mizunguko ya aina 4 kwenye Bitness. Unaweza ukazungusha pesa yako kwa muda wa siku 1 au kwa muda wa siku 7 au kwa muda wa siku 14 au kwa muda wa siku 28. Umeona ambako siku moja hapo utaweza kupata faida ya 0.4 kwenye mzunguko wa siku moja. Kwenye mzunguko wa siku 7 utapata faida ya 4. Yani baada ya siku 7 unaondoka na faida ya 4 ya pesa yako uliyoiwekeza. Alafu kwenye mzunguko wa siku 14 utaenda kupata faida ya 9.5, na kwenye mzunguko wa siku 28 utaenda kupata faida ya 24. Kwa hiyo siku 28 ndo una faida kubwa zaidi. Kwa hiyo hapa utaweza kuweka kiasi cha pesa ambacho unataka. Kwa mfano hapo nikibofya max, maana yake pesa yote hiyo umeona
itatokea hapo. Max maana yake nachukua pesa yote iliyokuwepo hapa na ileta hapa. Sasa naweza nikapiga mahesabu kuona. Kwa mfano nikichukua dola hizi pesa zilizopo hapa nikisema niziweke kwenye mzunguko wa siku moja itaweza kuniletea dola 1.3. Umeona? Yenyewe kumbuka hapo ni dola 1.372 lakini itaenda kupata dola 1.3774. Umeona? Hii hapa ni kubwa kuliko hii hapa. Kwa hiyo kuna kifaida kimeongezeka hapo Ukipiga kwenye siku 7 maana yake utaenda kupata pesa hiyo hapo. Unaiona chini. Faida yako utapata hii hapa. Ukipiga hapa faida yako itatokea hapa. Ukichukua mzunguko wa siku 14 unaiona hapo. Ukichukua mzunguko wa siku 28 utaenda kupata hiyo. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu umeona mtaji uliowekezwa mdogo na ndio maana faida pia inakuwa ndogo. Sasa labda fikiria kwamba mtu labda ameweka dola 20. Umeweka dola 20. Ukiweka kwenye mzunguko wa siku moja itaweza kukuletea faida hii hapa. Ukichukua mzunguko wa siku 7 itakuletea faida hii hapa. Sawa? Ukichukua mzunguko wa siku 14 itakuletea faida hii hapa unaiona. Ukichukua mzunguko wa siku 28 dola 20 yako itakuletea faida yani manake hapo inarudisha mtaji pamoja na faida. Mtaji ni dola 20, faida ni dola 4.8. Sawa? Kwa hiyo lakini hii yote itarudi automatically kwenye wallet yako bila wewe kubofya kitu chochote pindi pale uwekezaji wako au mzunguko wako huwa siku 28 utakapokuwa umefanyaje umeisha. Sasa hii ni kwa watu wenye mitaji midogo, umeona? Lakini kwa mtu ambaye anaanza labda asema mimi nataka nianze na mtaji wa dola 100, umeona? Dola 100 kidogo at least ni nzuri kwa sababu hata ukianza na dola 100 maana yake utakuwa na uwezo pia hata kama utaamua kumshirikisha mtu kwenye hii fursa basi inakuwa ni rahisi wewe kuweza kupata commission ya kizazi chako cha kwanza kupata commission kutoka katika yule mtu ambayo umemshirikisha kwa sababu umeanza na dola 100 na haya ndio utaratibu wa kushirikisha uliokuwepo kwenye huu mfumo kwamba mtu wote atakayeweka chini ya dola 100 hata akiamua kufanya ushirikishaji hawezi kupata commission ya wale watu waliowashirikisha. Umeona? Hawezi kupata commission. Sawa? Kwa hiyo ili uweze kupata commission ya watu ambao unawashirikisha au unawaelekeza kuhusiana na mfumo basi angalau uanze na dola 100 na hii itakuwezesha kupata commission kutoka kwenye kizazi chako cha kwanza tu manake wale watu ambao umewaunga wewe direct kupitia link yako hao ndo wanaitwa kizazi cha kwanza. Ukitaka kupata commission kutoka kwenye kizazi cha kwanza na kizazi cha pili lazima uwe umeanza na mtaji au umecirculate mtaji wa dola 200. Sasa unaweza ukaweka tofauti ukaweka dola 100 ukaweka mara ya kwanza baadaye ukasema na hapa sasa kuna watu wengi wanajiunga kupitia link yangu ukaja ukaongeza tena hapo ukaongeza tena Kwa hiyo kama mnavyoona hapo wadau ukiwekeza dola 100 kwenye mzunguko wa siku 24 utaenda kupata dola 124. Maana faida yako hapo ni dola 24. Sasa ukisema bana mimi sitaki pesa ndogo nataka niweke dola 1000 bila shaka utaweza kuona ukiwekeza dola 1000 kwenye mzunguko wa siku moja maana nitapiga hapa utaweza kuona utapata dola 1004. Kwa hiyo kwenye mzunguko wa siku moja kwa kweli faida yake ni ndogo. Umeona? Ni 0.4. Lakini ukichukua kwenye mzunguko wa siku 7 una dola 1040 maana faida yako ni dola 40. Ukichukua mzunguko wa siku 14 utaweza kuondoka na dola 1095. Maana ndani ya siku 14 utakuwa umeingiza dola 95 karibia 200,000 kasoro hii. Ni 200,000 na hiyo. Ukiwekeza ukizungusha pesa yako kwenye mzunguko wa siku 28 ambako hapa sasa ndo kuna faida kubwa utaweza kuondoka na faida ya dola 240. Kwa wale ambao mtu ataweka dola 1000 akawa sema mimi kazi yangu kuzungusha dola 1000 tu muda wote basi huyu atakuwa anaondoka na dola 240 ambayo hiyo ni faida. Maana mtaji utarudi dola 1000 yake itarudi na faida ya faida ya 240 juu kwa maana ya kwamba ataweza kujilipa mshahara mwenyewe. Kwa hiyo hii ndio jinsi ilivyo na pia unaweza ukafanya compounding. Kwa mfano umerudi dola 1240 ukasema unairudisha tena. Ukirudisha tena dola 1240 usema hapa mimi sitaki kuchukua faida yoyote narudisha pesa yote. Kwa hiyo ukiwekeza dola 1240 ndani ya siku 28 utaenda kupata faida hii hapa. Umeona? Utaweza kupata dola 1537. Ukisema mimi sitaki tena kutoa maana mwezi wa kwanza umepata dola ulivyoweka mara ya kwanza umepata dola
dola 1000, ulivyowekeza dola 1000 mara ya kwanza ukapata dola 1240. Ukairudisha tena yote hiyo dola 1240 kwenye mzunguko, ndio utaweza kupata ile. Sasa ukasema mimi nairudisha tena mwezi wa tatu. Sasa mara tatu, mara ya kwanza uliweka dola 1000 ikakuletea dola 1100 ngapi? 240. Umeweka kwenye mzunguko wa siku ngapi? Siku 28. Sawa. Ukasema mimi sitoi faida, narudisha tena pesa yote. Hii ndo tunaita compounding. Kwa hiyo ukachukua tena dola 1240 ukairudisha tena. Hapo utaenda kupata pesa hiyo hapo dola 1537 yake, au mzunguko wa pili. Ukirudia tena mzunguko wa tatu ukasema narudisha tena hii dola 1537, dola 1537 nairudisha tena kwenye mzunguko yote, utaweza kwenda kupata dola 1905. Umeona? Huo mwezi wa mzunguko wa tatu. Mzunguko wako wa 4 wa siku 28, maana yake miezi 4 hiyo. Ukichukua tena hiyo dola 1905, dola 1905 utaweza kwenda kupata dola ngapi? Dola 2360 na 2362. Umeona? Kwa hiyo ndani ya miezi 4 tu, maana ukichukua mizunguko ya siku 28 mara 4, mzunguko wa kwanza umeisha. Mzunguko kama umeweka dola 1000 utaweza kuondoka na dola 2362. Sasa hapo mwenyewe unaweza ukaamua ukasema natoa faida, maana hapo almost kuna faida kama ya dola 1362. Kumbuka ulianza na mtaji wa dola ngapi? Ulianza na mtaji wa dola 1000. Kwa hiyo ukichukua 2362 ukitoa 1000 utapata faida ya dola 1300 ambayo tayari imedouble. Kwa hiyo ndani ya siku 28, ukipiga 28 mara 4 ni ngapi? 28 mara 4 siku ngapi? 28 mara 4. 28 mara 4. Hapa 32 naandika 2 nashika 5. 32 naandika 2 nashika 28 mara 4 32 nashika 3. Hapa 8 na ile 10. Yaani siku 112 tayari unakuwa umefanyaje? Umedouble kama utakuwa unafanya compounding. Siku 112 unakuwa umedouble mtaji wako na faida juu ya ziada. Kwa hiyo ni zaidi, ni bonge moja la project. Na pia hata ukija kuangalia hapa, sasa hii ni kwa mtu ambaye atazungusha dola 1000 na kufanya compounding. Je, ukiweka dola 10,000, ukiweka dola 10,000 maana yake kwa muda wa siku 28 utaweza kuondoka na dola 12,400. Kwa hiyo faida yako dola 2400. Ni bonge moja la faida. Hakuna biashara itakayoweza kukupa faida hiyo ndani ya mwezi mmoja, ndani ya siku 28. Umeona? Na huko unaweza ukaweka dola hata 100,000. Umeona? Ukiweka dola 100,000 hapo unaondoka na dola ngapi? Faida yako itakuwa dola 24,000 ndani ya siku 28. Umeona? Sasa huu ndo uzuri wa business ambao ninaelezea. Na hata hapo ukipiga, ukiweka kwa mfano dola 5000, una dola 5000 na milioni zako 14, maana yake baada ya siku 28 utaweza kuondoka na dola 6,200. Faida dola 1200 ndani ya siku 28. Ukisema irudishe tena hiyo, maana yake ndani ya siku 100 na ngapi zile tulizoona hapo, unakuwa umedouble pesa yako hiyo. Ukisema hii irudishe usichukue, yani ndani ya siku hizo tu tukuchukua 28 mara 4, maana yake siku 28 ukizidisha mara 4, 28. Kwa hiyo mara 4 unapata kama 100 na ngapi? Tumepiga hapa mahesabu 28 mara 4 12. Sasa 2 nashika 3 8 12. Siku 112 unakuwa tayari umesha double mtaji wako, na unaweza ukatoa mtaji ukaacha faida iendelee kuzunguka. Kwa hiyo ni swala la kuwa na uvumilivu tu, na pia hili jukwaa ni la kuaminika, kwa maana kwamba hata ukirudi hapa mbele, ukirudi hapa ukija kupiga hii ni linki hii hapa, ukipiga neno Bitness itakuonyesha idadi ya watu ambao wameliamini ili jukwaa. Kwa mfano ukipiga au wameiamini huu mfumo, nikisema jukwaa watu watajua platform, wameiamini hii project ya blockchain, utakuja kuona hapa. Angalia participant toka imeanza mpaka hivi sasa ina washiriki karibia 1,700,000 ulimwenguni kote. Na angalia participant income. Participant income hizi ni jumla ya pesa ambazo
watu wote toka imeanza, yani hii mfumo wa Bitness imewalipa wawekezaji wake kwenye huu mfumo toka imeanza mpaka hivi sasa takriban dola milioni 316. Si pesa ndogo, umeona. Na hii figa si kwamba imejiandikwa tu, ni namba mtu amejiandikia. Hii ni mahesabu ambayo yamekuwa calculated kutoka kwenye nini, kwenye blockchain, umeona. Malipo yote ya ujumla ambayo mfumo huu umewalipa wawekezaji wake toka umeanza mpaka hivi sasa. Tukumbuke hii project ina contract address ya liquidity pool ina zaidi ya miaka 2, na unaona hapa liquidity yake ni hapa, umeona. Hii liquidity ipo kwenye PancakeSwap, na hata ukipiga hapa itakupeleka kwenye BCS scan ambako utaweza kuichunguza na kuiona hii liquidity pool ya Bitness Loop, umeona. Inafunguka BCS scan hapo, umeona. Nitaweza kuonyesha kwamba je, kweli liquidity hii ina zaidi ya miaka 2. Tutakwenda kuona hapa, ngoja ifunguke hapo, umeona. Hapo sasa hivi itafunguka. Hii hapa ndo contract address ya liquidity. Pia unaweza ukaikopi ukaweza kwenda kuiscan pia kwenye vyanzo vingine vya kuscan smart contract project. Na pia ukishuka hapa chini utaona liquidity iliyokuepo hapo. Hiyo ndo liquidity hapo, umeona, inayosoma hapo, umeona. Na hata ukiangalia hapo contract rate, angalia liquidity ina siku, umeona. Hapo ukitaka nikupeleke vizuri njoo hapa kwenye nini hapa, umeona. Kwenye liquidity tunaona hapa pesa zinazoingia na kutoka. Njoo hapa kwenye internal transaction utakuja kuona kwamba hii ni liquidity pool ya Bitness, na inaona age ya liquidity hii ni kiasi gani, ni dola ni kiasi ni siku 759. Siku 759 sawa sana miaka mingapi? Mwaka mmoja sawa sana siku ngapi? 365. Kwa hiyo na zaidi ya miaka 2 na ushe. Na hii ni liquidity ambayo ipo kwenye nini, kwenye PancakeSwap, umeona. Kwenye PancakeSwap, umeona. Kwenye PancakeSwap, umeona, contract creation sijui toka mkataba umeanza mpaka toka hii contract address imeanza mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni project ambayo ina muda mrefu sana, umeona. Ina muda mrefu sana. Na ukija hapa token transfer hapa utaweza kuona hapa, umeona, kuona mifumo kwa katika hii liquidity pool utaweza kuona hapa, umeona. Hapo mtandao tu umecheza, ngoja ifunguke. Kwa hiyo hapa mimi nawaonyesha vitu, umeona. Hiyo hapo ni kwenye token transfer. Hapo ukipiga utaweza kuona miamala ambayo inafanyika, umeona. Contract address hii iko very busy, umeona, watu wanavyoweka pesa, umeona. Hii ni contract address ya liquidity pool. Kwa hiyo watu wana interact na liquidity pool hii ya Bitness mara kwa mara. Hii hapa, umeona. Hii angalia claim hii namba 0, angalia ndani ya muda tu sekunde chache kuna mtu ukiangalia hapo hii imeingia imetoka, umeona, imetoka kwenye liquidity hapo. Out, ukiona imeandika out maana yake hii pesa imetoka kwenye liquidity pool, sawa, imeenda kulipwa kwa nini, kwa mwekezaji, handling ops, umeona. Hiyo hapo, hiyo pesa imetoka hapo. Ukipiga hapo unaweza kuiona hii hapa transaction hash, wanaweza kukuonyesha ni kiasi gani, kama itakuwa ni transaction hash, utaweza kuona ni kiasi gani cha pesa au ni kitu gani kimefanyika hapo, umeona. Transfer hiyo hapo, hii itakuwa ni kama fee fulani, umeona. Mtu huyu amewekeza, umeona, amewekeza dola amelipwa dola 2.7, maana yake huyu mkataba wake umeshaisha, umeona. Kwa hiyo amekata fee kiasi ile kule na amelipwa dola hiyo hapo, umeona. For hiyo hapo, from hiyo hapo pia unaona wallet hizo Diamond for hiyo hapo. Kwa hiyo kuna watu wanatupia mipunga, umeona. Hizi ni BP20 token ambazo zinakuwa zinafanyika kwenye huu mfumo, umeona. Na muangalia FX hizi ni kitu gani, umeona. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba yani unifupi hapa ni kwamba nilikuwa nataka niwaonyeshe kwamba hii liquidity inakuwa iko busy sana, umeona. Iko busy sana kwa sababu kwenye blockchain kuna vitu vingi, lakini ukitaka kutrace out umeona hapo kwenye nini, kwenye ukitaka kutrace out hiyo transaction yake utaweza kuona hapo kwenye internal transfer, umeona. Internal transfer tutaweza kupata kujua liquidity na muda kiasi gani. Token transfer tutaweza kuona transaction ambazo zinafanyika kwenye hiyo blockchain hapo, umeona. Kwa hiyo si mchezo. Kwa taarifa hizi tu ambazo nimewapa,
basi unaweza mwenyewe kujithibitishia na kuona kwamba umeona hii hapa circulating reward, umeona ndani ya sekunde 14 tu huyu jamaa ameshapokea. Umeona hii hapa circulation reward hii ameipokea hii, umeona utaona pale imeandikwa out hapa, umeona hapa transaction imetoka kwenye liquidity pool, umeona imeshamlipa mwekezaji. Angalia contract address ya liquidity pool ni hapa, ndo contract address ya liquidity pool ya Bitness Loop, umeona hizi zote. Kwa hiyo watu wana interact na liquidity pool, pesa inaingia na kutoka. Angalia hii ni inaingia, out zinazotoka kwenye liquidity kwa ajili ya kuwalipa wawekezaji. Kwa hiyo kila kitu una uwezo wa kukitrace kwenye blockchain. Tukumbuke hapa nipo kwenye BCS scan, umeona kwenye upande wa nini, naangalia contract address ya liquidity pool ya Bitness hii hapa. Sawa. Kwa hiyo hiki ninadhani nimeweza kuwaonyesha hapo, na unaweza ukaona ukafuatilia, na nimewaonyesha kwamba hii contract ya liquidity pool ya Bitness ina zaidi ya miaka 2. Kwa sasa hii inaonyesha usalama, na pia vile vile hii project imekaguliwa na nini na nini imekaguliwa na security agency ambao ni CETIC. Kuna wengine hawaamini, ngoja niwaonyeshe hapa. Ukipiga security audit utaweza kuona itafunguka. Ngoja tuone inafunguka. Umeona security audit, hawa ndo walio audit, walioikagua hii project. Umeona wametoa document yao hapo, CETIC yao. Unaweza ukasoma chini huku na kufuatilia. Umeona unaweza kusema hivyo bana, hivyo wamevinini tu wameviweka. CETIC mnaijua? Kama hujui CETIC, hebu jaribu kuingia kwenye Google, jaribu kusearch CETIC, what is CETIC, alafu utaweza kuona hii CETIC ni kampuni ya namna gani. Kwa hiyo hawa wameikagua hii project na kuona kwamba ni project ambayo iko salama kabisa. Umeona kwa hiyo ni project ambayo iko salama kabisa, haina tatizo lolote. Hawa CETIC wametoa asilimia zao, na umeona na kuona contract, smart contract ya hii project iko safi na salama, na watu wanaweza kuwekeza pesa zao. Kwa hapa nilikuwa nawaonyesha tu, na pia vile vile ukitaka unaweza ukaenda kwenye website yao ukasearch, je, kweli CETIC wameikagua hii project. Naweza nikatoka hapo kwenye nini, nikaandika hapa CETIC. Umeona tuone itakuja hii CETIC, ili nikuonyesha jinsi inavyo search pale CETIC. CETIC imeandikwa hivi, umeona CETIC audit if. Ukipiga hiyo itafunguka. Ngoja tuone hapo, nipeleke kwenye Google. Imefunguka smart contract W cyber security, achana nayo hiyo, tuende kwenye CETIC yenyewe hii hapa. Umeona website yao ni hii hapa. Hemu piga hapo tuone itatupeleka sehemu gani. Umeona hii ndo website ya CETIC. Sasa hapa una uwezo wa kusearch nini project ambayo CETIC wameikagua. Hem, njoo hapa kwenye website ya CETIC, alafu tuweke hapo kwenye search, tuone kama tutapata sehemu ya kusearch jina la nini la products. Unaona natafuta searching button hapa ili niweze kuona, ili niweze kuwaonyesha jinsi tunavyoweza tukasearch hapa. Ngoja tu search hapa. Kumbe ni hapa sehemu hii hapa, utaandika hapa juu. Sawa, search. Unaweza hapa anakuambia search by project, quest, exchange au wallet. Kama unayo wallet unaweza. Sasa sisi tutaandika hapo Bitness. Umeona? Alafu tuone. Umeona hii hapa imeshafunguka hapo Bitness market cap auditor. Umeona Bitness. Umeona ukipiga hapo itafunguka, kwamba utaona ni wao ndo walioikagua hii project hii hapo. Bitness inafunguka hapo. Umeona skynet.nini. Umeona kwa hapa nawaonyesha kabisa kwamba ujue hii project ni salama na imekaguliwa na mkaguzi mahiri na maarufu wa kukagua blockchain project. Umeona sasa unatakiwa ujifunze, ndio maana usione tunapigia project kelele ukaona kwamba bana wana nini tu hapo, ni issue ya mtandao tu, ngoja ifunguke hapo. Itafunguka taarifa hapo na utaweza kuona. Umeona CETIC Skynet score. Umeona
utaona hapo Bitnest, umeona hizi ndo nini, hii ni project wameikagua wao, umeona ndio maana tumeandika pale na imekuja imetokea, umeona ni namba, umeona namba ya project ilikuwa ni namba ngapi, namba 703, umeona. Angalia vitu ambavyo walivyovikagua. Static score wameipa score hiyo hapo, umeona. Code security, umeona ni asilimia, wameipa asilimia 81, umeona. Operational, sijui community asilimia 80, fundamental. Kwa hiyo unaweza ukaingia huku ukasoma we mwenyewe na kuweza kuona rating ya 5 star, unaona ni kubwa zaidi, watu walio rate 5 star na kadhalika, umeona. Bitness, umeona hivi kuna document zao hapo, umeona. Kama wewe unajua kusoma audit, report ya auditor, basi unaweza ukaingia huku na ukaweza ukaisoma na wewe mwenyewe kuweza kujiridhisha kabisa, umeona. Hivi vipengele unaweza ukavipitia. Kwa hiyo si vitu vya kubuni, si vitu vya mzaa, umeona. Security code ukipiga hapo utakuja kuona hapo, umeona. Umeona. Kwa hiyo unakuja kuona critical sijui nini, umeona. Kwa hiyo unakuja kuona ni taarifa ambazo requested, umeona. Walikuwa wamebitness.sol requested on tarehe ngapi hapo, revealed, umeona. Kwa hiyo unaona taarifa zote hapo kwamba centralized overview. Je, hii project hapo anakuambia kwenye centralized overview, je, hii project ina mianya yoyote ya mmiliki kuweza kuitawala? Ndo hapa distribution nani, wamegundua hakuna mianya hiyo, umeona. Distribution nani, upgrade nani, privilege nani, other nani, manake hakuna centralized authority yoyote hapo ambayo wameigundua kwamba hii project inajiendesha yenyewe 100%, umeona. Umeona formal verification result, umeona 9/9, umeona. Kwa hiyo wametoa remarks vizuri kabisa, umeona. Trending contract 7 contract, umeona. Outdated core percentage, umeona. Kwa hiyo unakuja kuona ni project ambayo iko fresh, yani mpaka Static wenyewe wamekubali kwamba ni project ambayo inajiendesha yenyewe. All finding ni 4, umeona. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kina mashaka ndani yake, na ndio maana imekuwa iko fresh kabisa. Na pia wameipa nini, audited by Static, kwamba hii project ya Bitness imekuwa audited na nani, na Static. Kwa hiyo wale ambao walikuwa sasa kweli Bitness hii imekuwa imekaguliwa na Static, mnaona kabisa, ingia kwenye website ya Static ukakague, utaona hapo. Kwa hiyo nimependa kuelezea leo kiurefu hii project ili watu muweze kuona. Ndio maana sisi watu kama sisi tupo kwenye hii project tumetulia, hatuna wasiwasi wowote, kwa sababu tunajua ni project salama na tumeifanyia uchunguzi wa kina na tumejiridhisha kabisa, umeona. Tumejiridhisha kabisa, na ndio maana naona tumewekeza pesa zetu bila kuwa na wasiwasi wowote, umeona. Nikipiga hapa kwenye Bitness loop hapa utaweza kuona mizunguko ambayo nimeichukua na pesa yangu ambayo inazunguka hapo, unakuja kuona, umeona. Kuna huu mzunguko ambao niliwaonyesha jana, zimebaki sio masaa 4 iweze kuisha, umeona. Kuna huu mzunguko wa dola, niliweka dola 1092, umeona. Zimebaki siku masaa 7 nadhani mpaka jioni, mpaka mida saa 12 mzunguko unaisha, hii pesa itarudi pamoja na faida. Sasa lengo la kuweka hivi, nataka hizi pesa zote zijikusanye sehemu moja. Yaani hii ikutanike na hii, kutanike na hii, kutanike na hii, alafu nichukue mzunguko mmoja mrefu wa siku 28 niweze kufanya compounding. Ndani ya miezi 3, miezi 4 nafanya compounding, ili niweze. Lengo ni kufanya hivyo ni nini? Kutengeneza financial freedom wazee. Tunataka financial freedom. Umeona, nitakuwa nafanya compounding at the same time, nitakuwa natoa baadhi ya kisalio kwa ajili ya kutumia, na umeona, na pia katika networking yangu ambayo ninaifanya, au watu ambao wameniamini na wameamua kuniamini na kujiunga kwenye hii project kupitia link yangu, umeona. Kuna watu wote waliojiunga wako 80, umeona. Watu ambao wamejiunga wako 80, maana hawa ni watu ambao wamewekeza na wasiowekeza. Lakini watu ambao wameshiriki kikamilifu, wamewekeza pesa yao, wanazungusha, wako watu wangapi? 32. Na jumla ya pesa ambayo inazungushwa na timu yangu ni dola 922,701, umeona. Sasa hapa nitakuonyesha kuna faida kubwa ya wewe pia kuweza kushirikisha kwenye hii project, hasa kama unaamua kuacha kazi na kufanya kazi, ingawa si lazima.
Yani usije ukachukulia kwamba kumbe kwenye business mtu anapata kipato kwa kushirikisha. Iko kitu huku hakipo. Huku ni pesa yako unaizungusha ndio itakayokuletea faida. Ukiamua kushirikisha ni mapenzi yako mwenyewe tu kuwasogezea watu mchongo huu wa maana waweze kuelewa na waweze kujiunga. Sasa mtu hawezi kujiunga hata kama ameshajua, hawezi kujiunga tu hivi hivi kwenye website. Lazima apate referral code, referral link ya yeye. Kwa hiyo lazima atakutaka umpe linki. Kwa hiyo ndo unamsogezea linki, basi anatumia linki yako. Na akishatumia linki yako, basi moja kwa moja huyo mtu anakuwa ni timu yako maisha yote, kwa sababu hivi vitu vinakuwa recorded kwenye blockchain kabisa. Yani ni smart contract. Unajua smart contract zina sifa za nini? Za kuwa immutable. Smart contract haziwezi kubadilishwa. Labda mtu kama smart contract kubadilishwa kwake, labda zile za mwanzo zisitumike, zitengenezwe nyingine ambazo zimeboreshwa. Mbona? Lakini hizi smart contract zao ziko fresh. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kubadilisha. Na juzi kati tu hapa nimeweza kupewa partnership, kwa sababu huku kuna kipengele cha wewe ukishafikisha unaweza ukaapply kwa ajili ya kuwa partner kwenye business. Sawa, masharti yao yapo. Kuwa partner maana yake ni kwamba unakuwa una uwezo wa kuangalia timu yako kwa undani zaidi na kuweza kujua wawekezaji wa timu yako wamewekeza kiasi gani, mtu gani ameweka pesa nyingi zaidi. Unaona tu zile wallet address zao, lakini huwezi kufanya chochote. Kwa mfano hapa nikipiga kwenye, na ili uweze kuomba masharti yao yako hapa. Umeona jinsi gani ya kubecome smart partner, utapiga hapo. Umeona, utaona masharti yao. Kwanza masharti yao ya kwanza, umeona wewe unaweza ukawa CEO wewe mwenyewe. Masharti yao ni haya hapa, jinsi gani ya kubecome partner. Umeona, you will have the opportunity to participate in operation, na pia uweze kuwafundisha watu na kuwaongoza watu waweze kushiriki. Umeona, sasa jinsi gani ya kubecome partner, how to apply. Umeona, maelezo yao yapo hapa. Umeona, ukipiga apply hapa utaweza kuona hapa wamekupa vigezo. Kwanza, ili uweze kuwa partner unatakiwa ualike watu 5. Umeona, first level yako, sawa? Na pia vile vile uwe na ujuzi na ufahamu wa jinsi business inavyofanya kazi. Umeona, uweze kuwaelezea watu mfumo huu, kuwafundisha watu mfumo jinsi unavyofanya kazi. Uwe na group la Telegram au la WhatsApp ambalo umelicreate na una member wako. Alafu pia vile vile unaweza pia ukawa unafanya Zoom meeting, umeona, kwenye group lako, au ukawa na YouTube channel unawaelezea watu kuhusiana na business. Hivi ni vitu vya ziada. Kwa hiyo ukishakuwa navyo utakuja kuapply hapo. Umeona, utaweka hapa link yako ya nini? Link yako ya hiyo platform yako au ya group lako ambalo unatoa mafundisho humo na watu wako wamejoin. Na pia hapo utaweka namba yako ya, kama ni Telegram utaweka na ni Telegram username yako. Kama ni WhatsApp group utaweka namba yako ya WhatsApp ili uweze kuwaonyesha watu. Kwa hiyo baada ya hapo utabofya apply. Kwa hiyo mimi nimesha apply na imekuwa approved. Kwa hiyo ni rahisi tu kuweza kuapply partnership. Cha msingi uwe umewaalika watu 5. Kwa hiyo hapa nikija kwenye hii hapa, nikija hapa kwenye nikipiga hapa kwenye dashboard, maana yake hapa ni partner dashboard hapa. Umeona, nikipiga hapa utaweza kuona timu yangu. Umeona, huku kuna level ya, kuna vizazi viko cha kwanza mpaka cha 20 mpaka cha 17. Umeona, kizazi cha kwanza mpaka cha 17. Kwa hiyo kwenye kizazi cha kwanza na watu 28 na kwenye kizazi cha pili na watu 4 tu. Kwa hiyo hakuna kizazi cha 3 kwa sasa hivi, wala cha 8 mpaka cha 10 bado sijapata. Umeona, na katika hawa watu unaona hapa tunapata taarifa kwa ufupi kabisa. Umeona kwamba watu waliojiunga wote wako watu 80, lakini walioshiriki na kuwekeza ambao wako active wanawekeza pesa zao, wamefanya uwekezaji kwenye jukwaa ni watu 32, na jumla ya pesa ambayo ya timu yangu ambayo inazungushwa humu ni $922, na mimi mwenyewe personal income kutokana na uzungushaji wangu ambao nimeuweka nimepata $3, kwa sababu unakumbuka kwamba bado pesa yangu nyingine ipo kwenye mizunguko mikubwa. Hii $3 ni kutokana na ile naizungusha siku moja, kwa hiyo haiwezi kanipa faida kubwa. Na pia hii hapa team income, umeona hiki ndio kiasi cha referral commission ambacho nimekipokea kwa kushirikisha, na hichi hapa kitakuwa kinazidi kuongezeka kwa sababu hawa washiriki watakapokuwa mizunguko yao inaisha, wakirudisha tena pesa zao kwenye mzunguko, basi inakuwa ni napata tena commission. Yaani kila mzunguko unapoisha akirudi tena
naondoka na commission, umeona. Na pia hapa nina uwezo wa kupiga na kuona detail katika timu yangu, kizazi changu cha kwanza, kuona nani amewekeza pesa nyingi zaidi kuliko wote. Nikipiga hivi unaona inafunguka hapo hiyo chart na kuweza kuona, kwa hiyo unaweza kujua nani ameweka dola nyingi zaidi, umeona. Kwa mfano hapa kuna huyo hapa jamaa, simjui ni nani, naona tu hapa address yake, lakini ameweka dola 1000, umeona. Kwa hiyo nikipiga detail hapo naweza nikapata maelezo yake hapo. Hicho ndo ninachokiona tu mimi kwamba huyu aliweka dola 1000, umeona, kwenye mzunguko wa siku 28 na zimebaki siku 7 na masaa 11 ili mzunguko wake uishe, na yeye kwa kitendo tu hicho alichokifanya mimi niliweza kupokea commission ya dola ngapi? Dola 48, umeona. Kwa hivyo ndo ninavyoweza kuona hapa, kujua nani ameweka pesa nyingi. Kwa hiyo hapa kuna peji ya kwanza mpaka peji 5 kwa sasa hivi. Kwa hiyo zitakuwa zinaongezeka kwa kadri watu watakavyokuwa wanaongezeka kujiunga kwenye mfumo. Kwa mfano hapa nikija kwenye hii peji ya 3 ndo nitaweza kuona hapa ambaye ameweka hela nyingi. Umeona kuna watu wameweka pesa tofauti tofauti, umeona kuna mtu anazungusha dola 1, umeona kuna mtu anazungusha dola 3, umeona wengine dola 2. Sasa angalia kama huyo dola 2 ameweka kwenye mzunguko wa siku ngapi? Ameweka kwenye mzunguko wa siku 14. Kwa hiyo unakuja kuona kuna watu wengine kweli, wengine hawana mitaji ya kuzungusha, lakini wengine wanayo, ila wanapima maji kwa kutumia, wanapima kina cha maji kwa kutumia mti, wanaangalia kwamba hii itatoboa hii mwezi ujao. Wewe kama unapima maji kwa kutumia kijiti, jua unajichelewesha rafiki. Mimi mwenyewe najilaumu, lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu alivyopanga. Najilaumu kwa kuchelewa kuifahamu hii project mapema, kwa sababu ina zaidi ya miaka 2. Sasa assume kama ningekuwa nimeanza nayo toka mwaka 2023 kwa mwezi wa 3, umeona, mpaka leo hii ningekuwa niko wapi? Kwa hiyo hii ni swali ambalo inabidi ujiulize, na bado hii project inafanya kazi, inawalipa wawekezaji, umeona. Kwa hiyo nikipiga hapa kwenye namba 4 utaweza kuona hapo, umeona. Kwa hiyo kuna watu wamewekeza pesa tofauti tofauti, mwingine dola 6, dola ngapi, umeona. Nikipiga hapa, umeona, utakuja kuona kuna mtu ameweka dola 1500, umeona. Huyo hapo tena ameweka juzi, tunangoja nikipiga hapa nitaona details zake, umeona. Ameweka kwenye mzunguko wa siku 28. Huyu nadhani ndo ameweka pesa nyingi, umeona. Dola 1500 ameweka kwenye mzunguko wa siku 28 na zimebaki siku 26 ili mzunguko wake uweze kuisha. Na huyu tu alivyoweka hii siku hiyo tu nilipokea commission bonus ya dola ngapi? 72. Kwa hiyo hii inakuwa ni lifetime, kwa maana ya kwamba huyu jamaa huu mzunguko wake ukiisha, hii hela ikirudi kwenye wallet yake itarudi dola ngapi? Itarudi dola 1860. Kwa hiyo ikirudi dola 1860, akisema nairudisha tena hii, basi mimi nitaendelea tena nitapata tena commission. Kwa hivi ndivyo watu wanavyonufaika kwa kufanya ushirikishaji, na huu mfumo ndivyo hata wale wamiliki au watengenezaji wa hii project wananufaika kwa njia hii, kama jinsi tunavyonufaika sisi watu wengine. Hawana njia mbadala ya wao kunufaika, ni hivi kama tunavyonufaika sisi. Hakuna sijui withdraw fee huku, hakuna sijui trading nini. Hii ni project kwa ajili ya kufanya borrowing and lending. Kwa hiyo ni bonge moja la project ambalo kama kweli wewe una akili na unataka financial freedom, rafiki yangu, hii na kweli kama wewe ni network hasa, una timu ya watu na unaweza wakawapa watu kitu cha uhakika ambacho ni cha kudumu, na wakaweza kuwekeza pesa zao kwa usalama bila kuwa scammed na nini, rafiki yangu, wewe utakuwa ni mtu mmoja tofauti kabisa kama watu wengine ambao wanaishi kwenye hii, wameanza nayo hii project mapema. Wengine ni mabilionea sasa hivi, wana millions of money, na pia wao wenyewe wana pesa nyingi ambazo wanazizungusha kwenye huu mtaji, ukiachana tu na referral commission ambazo wanakuwa wanazipata kila siku kutoka kwenye timu zao, kutoka kwenye vizazi vyao. Na tukumbuke ile pesa ya kizazi, umeona. Sasa mtu atajiuliza kwamba hii pesa huyu amepata vipi, au amepata kutoka kwenye mtaji? Hapana, hii pesa ninayopokea mimi kama bonus hailipwi kutoka kwenye mtaji wa mwekezaji. Hiyo pesa inatoka kwenye smart contract code ambazo zimetengenezwa, imekuwa calculated kule kwamba huyu ameweka dola 1500 kwenye mzunguko wa siku 28, faida yake itakuwa ni dola 360, sawa? Dola 360. Kwa katika hii dola 360, kwa sababu huyu ni first generation yangu, yani amejiunga kupitia link yangu mimi mwenyewe direct. Kwa hiyo wao wanachukua kutoka kwenye ile faida ambayo huyu bwana ataipata, ambayo ni 360, wanazidisha mara 20%. Kwa 20% ya dola 360 ndio
commission ambayo mimi nimelipwa hapa, na hii imetoka moja kwa moja kwenye nini, kwenye profit ambayo huyu bwana ataipata baada ya mzunguko wake wa siku 28 kufanyaje, kuisha. Kwa hiyo mimi lakini sasa hii hailipwi mpaka mzunguko wake uishe. Yaani kitendo tu anaenda kucirculate tu pale, anabonyeza circulation, basi hiyo transactions zinapokuwa zinafanyika kwenye blockchain, basi muda huo mimi napokea hii pesa naipokea hii pesa nimeipokea hii pesa kwenye nini, kwenye wallet yangu imetulia pale. Kwa hiyo nilikuwa na uamuzi wa kuitoa kuipeleka Binance nikauza nikapata cash, au niirudishe tena kwenye mzunguko, na ndio ile unaiona pale inazunguka pale kwenye mzunguko wa siku moja. Kwa hiyo hivi ndivyo kinavyokuwa. Sasa ukiona project yoyote kwamba faida au commission unalipwa kutoka kwenye pesa ya mwekezaji na sio kwenye faida ambayo itazalishwa kutokana na uwekezaji, jua hiyo project ni Ponzi scheme. Na narudia unaelewa na kufungua hapa, funguka sasa hivi uelewe kwamba ukiona unawekeza kwenye project alafu wewe umeshirikisha mtu, sawa, alafu commission ya unayolipwa, yani unalipwa commission ya huyo mtu uliomshirikisha, lakini hiyo commission haitoki kwenye faida haitoki kwenye faida ya pesa ambayo yule mtu ataipokea baada ya uwekezaji wake au uwekezaji wake kuisha. Jua hiyo faida inatoka kwenye pesa ya uwekezaji huyu. Kwa mfano umelipwa 10%, sawa, 10%, labda umeweka $100, wanakuambia first level unalipwa 10%. Sasa 10% ya $100 maana yake ni dola ngapi? Dola 10. Sasa lakini yeye ameweka kwenye daily return yake, labda atakuwa anapata labda dola 5, sawa, anapata dola ngapi? Dola 5, anapata dola 5, sawa. Ameweka kwenye mzunguko, labda tuseme hiyo platform inalipa 5%. Na wafundisha hapo ujue Ponzi project zikoje. Labda umeweka dola 100 kwenye project ambayo inalipa labda 5% daily, sawa, ROI, wanalipa ROI ya 5%. Sasa 5% ya dola 100 ni dola 5, sawa. Lakini kwa vile tu umemuunga huyu jamaa kaweka dola 100, yeye wewe kwa sababu ya kumunga unaenda kulipwa labda 20 au 10% ya kile alichoweka. Kwa hiyo ameweka dola 100, wewe unaenda kulipwa 10%, dola 10. Kwa hiyo unapata commission ya dola 10. Jua hiyo project ni Ponzi, kwa sababu pesa uliolipwa wewe haikutoka kwenye faida ya yule faida ya nini ya yule mtu ambacho atakipata. Ilitakiwa wewe ulipwe 10% ya dola 5 ndo upate wewe kama referral commission yako, kwa sababu atapata faida yeye ya dola 5, kwa sababu kumbuka mfumo unatoa asilimia ngapi? 5%, na ameweka dola 100. Kwa hiyo akiweka dola 100 maana faida yake sitakuwa dola 5. Kwa hiyo wewe utakuwa ulipo referral commission ya 10% ya dola ngapi? Ya dola 5. Maana ile faida anayopata ndio ulipwe 10% yake, lakini wewe hujalipwa hiyo, umelipwa ya ile pesa yake ambayo ameiwekeza. Kwa hiyo mwisho wa siku hizo ndo zinakuwa Ponzi project. Lakini project ambazo si Ponzi na sio piramidi ni kama hii Bitnest, kwa maana ya kwamba umeona huyu jamaa ameweka mtaji wa dola 1500, dola 1500 kwenye mzunguko wa siku 28. Kwa hiyo mimi hapa ninaenda kupata dola yeye baada ya mzunguko kuisha ataenda kupata dola 1860. Kwenye hii dola 1860 maana kuna faida huko. Sasa unataka kujua je faida yake ni kiasi gani? Chukua dola 1860 toa dola 1500. Kwa ukichukua dola 1860 ukitoa dola 1500, chukua dola 1860 ukitoa dola 1500, sawa, utapata ngapi? 6. Utapata hapo 0, sawa, 6 3. Atapata faida ya dola 360, sawa. Sasa kwenye hii faida ya dola 360 ndo faida yake atakayoipata baada ya mzunguko wa siku 28 kuisha. Kwa hiyo mimi nimelipwa 20% ya hii faida yake, na hiyo ndo sifa ya nini ya project ambazo sio Ponzi scheme. Umeona? Manake unalipwa commission kutoka kwenye faida ya kile kitakachozalishwa kutoka kwenye nini, kwenye mfumo, na sio ya pesa ambayo yeye ameiwekeza. Nadhani hapo nimeeleweka. Lakini ukiona
faida inatoka kwenye pesa ya uwekezaji. Umeona, jua hiyo ni Ponzi scheme. Mwisho wa siku hiyo project watakuja kukimbia. Nadhani hapo nimeeleweka. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya na huko ndivyo tunavyonufaika. Kwa hiyo hii commission, kama huyu bwana atarudia tena kuweka kwenye mzunguko huu wa siku 28 tena baada ya kupokea hii faida, basi mimi nitaendelea kunufaika na huyu bwana mpaka mwenyewe atakapoamua kusema sasa nimechoka kuwekeza kwenye business, sitaki tena kutengeneza pesa mtandaoni. Basi hapo mimi sasa, kwa sababu contra atakuwa ametoa mtaji wake wote na faida na hana uwezo tena wa kuendelea, basi mimi tena nitakuwa sinufaiki kupitia commissions, yani sitakuwa sipati tena commission kupitia huyu mtu. Nadhani hapo nimeeleweka jamani. Nimeelezea kwa kipana leo, kwa mapana sana, ili watu waweze kufahamu mfumo wa Bitness jinsi unavyofanya kazi na legitness yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo kama una swali unaweza ukanipigia kupitia namba zangu za simu, na ukitaka kujiunga kwenye huu mfumo na wewe uweze kushiriki na kufanya uwekezaji kama mimi, basi link iko chini ya video description. Asanteni sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema. Usisahau kushare hii project kwa wengine ili nao waweze kupata mafundisho haya. Ni mimi hapa host wenu Crypto Educator. Karibuni sana. Nimewasogezea hii project ya uhakika ushindwe wewe mwenyewe, na tutakuja kuambiana na kuona kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu kuna wengine hawaamini na bado wana mashaka. Sasa pia vile vile una uwezo wa wewe kufanya uchunguzi kwenye hii project, kwa sababu kila kitu unachokitaka, ukitaka smart contract ya liquidity, piga hapa kwenye neno liquidity itakupeleka. Ukitaka smart contract ya Bitness Loop, piga hapa itakuonyesha smart contract zote. Umeona smart contract ya Bitness Loop hii hapa, chukua ifanyie uchunguzi. Smart contract ya Bitness Saving hii hapa, ifanyie uchunguzi. Umeona? Kwa hiyo wewe mwenyewe unachotaka utaweza kukichunguza na kuweza kupata majibu yake. Mimi nimeichunguza, nimeridhika na uchunguzi wangu, nimeona ni project salama, na ndio maana bila wasiwasi nimeamua kutumbukiza mizigo yangu huku. Kama unavyoona hiyo pesa inayozungushwa hapo si pesa ndogo kibongobongo. Sasa kwa nini nimeweka hivi? Kwa sababu sina wasiwasi, sina uoga wowote. Asante sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema.